Baadhi ya wazee wa Simba wako pale katika uwanja Benjamin Mkapa, wenyewe wakitaka kuonana na meneja wa uwanja huo kwa ajili ya kuachia fursa ya kutumia uwanja pasi meneja kuingilia kati kazi zao ili waweze kushinda mechi tarehe 9 waende katika hatua nusu finali. Na kubwa zaidi, wameenda hapo wamesema hawana imani na meneja wa uwanja huo, wakiwa wanaamini kwa maana yeye ni shabiki wa Yanga kindakindaki. Pengine mambo yakoje? Tukasikia hapa wazee wa Simba baadhi yao wakizungumza siku hii hapa ya leo kwa kile ambacho kipo na wanachokitaka kuelekea katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya kikosi cha Al Masry kutokea pale nchini Misri. Na sio kwamba hizi habari kwamba tunazifikiria sisi kichwani kwetu. Sisi tuko mtaani. Wanachama wa Yanga wengi wanazungumza hilo kwamba hamtatoka kwa sababu pale katika uwanja Taifa kuna meneja, huyo meneja wa uwanja ule ni Yanga mwenzetu, na yeye ndo tunamwelekeza kila kitu, kwa hiyo lazima mtafungwa. Sasa kwa msingi hiyo ndio maana wazee tukatoka majumbani kwetu ili tuje tukae naye tumwambie, unapozungumzia tambo za mtaani wakati mko katika mashindano, hizo sio tambo. Sisi na Yanga tuna urafiki. Sisi na Yanga ni maadui, kwa sababu Yanga ametolewa kwa mashindano haya. Kwa hiyo naona nahitaji Simba itolewe kwamba tuchekane, na sisi hatuhitaji tutoke. Kama tutafungwa, tufungwe kwa misingi ya mpira, tusifungwe kwa sindikizo la watu. Ndio maana tukaamua mpaka timu hii tuwazungumza wamepokea wao. Timu gani? Al Masry wamepokea wao. Sasa kwa misingi hiyo tunaona zaidi kwamba wenzetu tumeona kama wametua wenyewe pale, yani kuwapokea kwa maana ipi? Watu wa Yanga wanajua wote. Wewe mwandishi wa habari, watu wa Yanga wanajua wote. Sasa wanasemaje kwamba wametoa wao wenyewe? Walikotoka wamekuja wenyewe. Pale kukuta watu. Sasa unajua mtu wa Yanga. Lakini kwa maana viashiria labda kuona walivaa jezi nini? Sasa jezi atavaa jezi hiyo wakati wewe ni adui, anataka kutengeneza mipango ya adui. Atajionyeshaje? Kwa hiyo hivyo huo ndio uhalisia ulivyo. Kwa hiyo sisi tukaona tuje hapa, lengo na madhumuni tukae na manager tuongee kwa ustaarabu kabisa. Kwa sababu ni kijana wetu, tuongee naye kwa ukamilifu kwamba sio maana kwamba tunaambia aache kazi, hapana. Atupishe kwa muda ili game ikishamalizika, kama kufungwa tufungwe, tuhamishwe, tunamnusuru yeye, kwa sababu haya yanazungumzwa mtaani, likitokea baya yatakuwa hatiani, wanachama na wapenzi watakuwa hamuelewi, sio umeelewa? Hiyo ndio dhamira yetu. Lakini leo ndo mnakutana naye labda kwa mara ya kwanza kwa kujaribu kuongea naye, au kama maisha yangu mimi sikutana naye, wewe tutakuwa mara ya kwanza, na tuna siku 4 tuko hapa tunamvizia yeye, kwa bahati mbaya tujamuona. Unaona, hatujakutana hata siku moja. Tunakutana leo kwa madhumuni hayo. Lakini ana taarifa zenu kwamba siku 4 mko hapa? Yeye kama meneja uwanja atakusaje kwa taarifa? Sababu siku na watu wanalinda, lazima atajua kusema Simba wako uwanjani wanalinda. Lakini kujua kwamba wazee wako uwanjani halijui. Haya, hao ni baadhi ya wazee wa Simba wakiweza kueleza takwa lao la kuhitaji meneja uwanja huo awapishe katika uwanja Benjamin Mkapa ili waende kucheza mechi yao dhidi ya kikosi cha Al Masry. Abogesti, kabla tujakwenda kumsikiliza au tumsikilize Mandala kidogo hapo kwa heshima nchi. Kwa heshima nchi. Unajue watu wengi wanashindwa kuelewa. Hii tutoe tahadhari, tusio kwa meneja uwanja. Sisi Simba hii mechi tumeamulia. Ndio. Na ndio maana unaona wakuu wa dini wanaalikwa katika mechi. Unamuona Mwamposa kaalikwa, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam kaalikwa, na wote wameconfirm. Mkuu wa mkoa wa Tabora hatujamwalika kisiasa, tumemwalika kwa maslahi ya mpira mapana Tanzania. Umeelewa? Kwa hiyo wana Simba tunaitaka hii mechi. Na hii nitoe tahadhari kwa mashabiki wote ambao mwenye nia mbaya na kuizuia Simba isiende nusu finali. Tunatoa tahadhari. Sisi bwana tunasoma albadili. Hii mechi itakuja kuondoka na mtu. Kama wanataka usalama waendelee na mambo yao. Mtu wote atahusika kutia mkono kwenye hii mechi, hatutaki lawama. Wana Simba tumeamua tunataka tuione timu yetu kiingia wapi? Nusu finali. Hatuatishi. Mtu gani sasa? Au mkono tunajuana. Tanzania tunajuana. Tunajuana kwa usuda. Sisi tunajuana, Tanzania tu ana usuda, ana roho, yani kuna watu hawapendi sisi ndio wapi. Tunajua. Ila tunatoa tahadhari. Tunasoma albadili sio kwa kumzuru mtu. Tunasoma albadili kwa ajili ya kujilinda wenyewe. Mtu wote anataka kutia mkono ili kutublock tusiende, kitachomkuta sisi hatuhusiki. Hii mechi tumeamulia. Wakuu wa mikoa wanaalikwa, wachungaji wakubwa kama wanaalikwa, wana Simba tumeamua kila mwana Simba ana play part yake. So umeona leo wameenda hadi uwanjani kwenda ku play part zao. Kwa kila mwana Simba ana play part yake kwa nafasi yake. Kwa hiyo kwa tahadhari tu hii mechi watuachie wenyewe na walabu wetu. Mmeambizana ama? Yani tumeamua, hatuatishi, tumeamua watuachie wenyewe na walabu wetu. Ukidiriki kuvaa jezi za walabu,
utashikwa na ugonjwa wa kuwasha yani mpaka ligi inaisha. Yaani ukidiriki kutia mguu, ukishangilia goli la Mwarabu, tunahakikisha mdomo unapinda mpaka ligi inaisha. Hatumtishi mtu, ila wana Simba tumeamua the bad is back and unstoppable. Sasa Mandala, hizo si imani zile ambazo zifai. So imani wana Simba hapo watu, yani hizi timu Simba na Yanga ni nusu Simba nusu Yanga Tanzania. Kwa hiyo kumbuka mashabiki, kuna mashabiki mashe, kuna mashabiki maustazi, kuna mashabiki wa chai, kuna mashabiki wa ganga. Kwa hiyo kila mtu ana play part yake. Huwezi kumzuia mtu na nafasi yake. Kuna kila shabiki ana tabaka lake. Kwa hiyo kila mtu mwana Simba ana play uwezo wake wa kufanya ili twende nusu finali. Kwa hiyo sisi hatuatishi. Wacheze mechi zao za mashati hizo, si mashati day siji nini, sasa tuelewe, watajua wenyewe. Watuachie sisi mechi yetu, tudili na Waarabu wetu. Haya, huyu ni Mandala, shabiki wa Simba akiungana na wazee ambao walikuwepo Benjamin Mkapa asubuhi ya leo akiweza kushinikiza meneja uwanja huo awapishe. Na Ambogesti, miongoni mwa maswali ambayo watu wanajiuliza ama mpaka hivi sasa hajapatiwa majibu. Kwa nini wanataka meneja atoke? Na meneja pale ameajiriwa na serikali kwa ajili ya usimamizi wa uwanja ule, sababu ni uwanja wenyewe wa serikali. Anatoka kwa mantiki ipi? Pengine uwezekano yeye kutoka ili kuapisha Simba. Hapana, ni mambo ya kukemea. Ni mambo ambayo binafsi wasipendezwi nayo. Yakija mbele ya umma. Imani ibaki kuwa huko kwa mtu binafsi, ama kama taasisi ina practice ifanye ndani yake, isije kufanya kwa umma. Yawezekana tuthibitishi kwamba ni masuala ya kiimani, lakini inaleta hisia na viashiria, na kama tutaendekeza wastara itakwenda kubaya zaidi. Itarudi kwenye mechi za ndani. Unaelewa? Kukosa imani na meneja ni jambo moja, lakini anayekwenda kushinikiza kukosa imani na meneja ni nani? Je, wametumwa na taasisi ya Simba? Manake kama ni msimamo wa taasisi ya Simba, inabidi taasisi iende mbele kumkataa meneja. Na iwe na sababu za msingi, kwa sababu yule ni mfanyakazi, ni mwajiriwa. Yawezekana kama sio mwajiriwa wa wizara, ni mwajiriwa wa BMT, kwa maana ya baraza la michezo, ama wizara kupitia BMT ndio mwakilishi wa serikali kwenye uwanja ambao ni wa serikali. Kutoka tu hadharani kwamba haumtaki bila sababu za msingi ni jambo ambalo linaleta hisia, na wote tuna akili timamu wa stara. Hatuwezi kujificha tukasema hili ni jambo labda la kiufundi, ni jambo la kiutendaji, ni jambo la kimahitaji ya mechi kwamba meneja apishe. Hapana, ni jambo linaloleta hisia za imani potofu kwenye mpira. Na kama tutaendekeza kulilea hili swala, itafika hatua kila mtu anaomba uwanja kabla ya mechi uwe huru, which is sio taratibu. Yawezekana kama Simba Sports Club wangekuwa na uwanja wao wanaumiliki, wangekuwa huru kufanya, lakini uwanja ambao haumiliki, unapotaka matumizi ni yale ambayo utalipia. Kwa maana kama unalipia siku moja ya mchezo na idadi ya masaa ambayo utakayotumia, maybe kuanzia saa 10 ama ukabidhiwe saa 7 mageti yafunguliwe, wherever itakavyokuwa, ama umelipia siku 3, ni kwa ajili ya taratibu za wewe za kimchezo, lakini sio meneja akuachie uwanja. Yeye ni uwanja na umiliki muda wote. Wewe utakuja kwa muda ambao umelipia, utatumia, na kuna vigezo na masharti na kuna mipaka kwenye hayo matumizi. Sasa leo mechi Jumatano,